Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika Sauti ya Darasani. Kipindi ni Nuru ya Leo. Leo tumeamua kuangalia wanafunzi wa gredi ya 6 na wanafunzi wa gredi ya 9 na wale wote ambao wanasoma katika mtaala huu mpya wa CBC, jinsi ambavyo utakavyojitayarisha na mitihani yako ya kila siku, kwani tunajua kuwa matokeo yako ndiyo mafanikio yako. Karibu katika Sauti ya Darasani. Leo tunaenda kuangalia mada ya jinsi ya kujitayarisha na mitihani yako. Jambo la kwanza, kuwa na ratiba yako ya masomo. Hakikisha kuwa kutoka Jumatatu hadi Jumapili hakuna siku ambayo unaiacha bila kusoma. Panga ratiba yako asubuhi hadi jioni. Mathalan, kuna wale ambao wikendi wameamua kuwa siku moja ni ya kupumzika, lakini jikumbuke kuwa wewe ni mwanafunzi. Jambo la pili, hakikisha kuwa unauliza maswali. Unakuwa mwanafunzi ambaye anataka kujua mambo mengi. Hakikisha kuwa unawafuata walimu mahali ambapo hauelewi. Jambo lingine, hakikisha kuwa unamuomba Mungu. Unafanya jitihada, kwani kila hatua lazima uweke dua. Jambo lingine, uhakikishe kuwa mwanafunzi wa nidhamu. Nidhamu yako inakuwa juu. Tunaamini kuwa nidhamu ndiyo njia ya mafanikio katika maisha. Ujue kuwa kila mtihani unaofanya si masomo pia inaangaliwa jinsi ambavyo unavyoishi na wengine, unavyoamiliana na wengine. Hii ni somo lingine ambapo tutaangalia mtihani wa maisha. Jambo la mwisho kabisa, ningependa kuambia, hakikisha umesoma vya kutosha, umejitayarisha, umeuliza maswali, umepekua hapa na pale, umepiga dua nzuri, umepiga kazi safi, umefanya marudio, umemwomba Mungu, nidhamu yako iko juu, unataka dua za walimu wako, dua za wazazi wako. Zote hizi tukizichanganya zinaleta jambo moja: kufaulu katika mtihani wako. Mwisho kabisa, ningependa kuwatakia wanafunzi wote wa gredi ya 6 na gredi ya 9 na wote wale ambao wanaosoma, nawatakia kila laheri. Hakikisha kuwa unaendelea kufuatilia Sauti ya Darasani, kwani tutaanza kuangalia mada mbalimbali katika somo la Kiswahili na somo la dini hivi karibuni. Kaa nami, ni mimi mwalimu wako Ahmed Muhammad Rashid. Shukran.